Kwa taarifa ya habari ikisomwa kwako na Zawadi Bashimela. Karibu. Asante Amina. Kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Wajumbe wa sekretariati ya Chadema iliyomaliza muda wake akiwemo aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Bara Benson Kigaila, aliyekuwa katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalimu, Catherine Ruge na John Mrema wametangaza kujiondoa Chadema kuanzia leo Mei 7. Akiongea jijini Dar es Salaam akiwa ameambatana na wenzake hao, Kigaila amesema wao hawawezi kuwa wanachama wa chama ambacho maamuzi yake hayafanywi kwa vikao, wanachama ambao wanabaguliwa kikatiba haifuatwi, na kwamba wao sio chawa kwa kuwa wanajitambua. Amesema wao waliingia Chadema kwa sababu ya malengo na wanatoka Chadema kwa sababu imeachana na malengo ambayo yaliwafanya waingie. Tunajitoa Chadema ili wasipate sababu kwamba chama hiki kilikufa kwa sababu walikuwepo, kwa sababu sisi tumekaa kimya tunatukana kila siku. Sasa unajiuliza, hivi hawa jamaa wanataka nifanyeje? Nife? Nisiwache mkaja kuniuliza maswali kwamba sasa mnaenda chama gani, kwa sababu kuna speculation nyingi sana. Sikiliza, sisi sio wazee wa kufikia umri wa kustaafu, bado tuna nguvu na malengo ya kisiasa. Kazi ya kuwapigania Watanzania haijakamilika. Tutaendelea kuwapigania Watanzania waweze kufikia mahali ambapo Chadema ilikuwa inalenga, na tutaendelea kupambana na CCM, lakini tutatafuta jukwaa muafaka. CCM haiwezi kuwa option yetu. Mkoa wa Kigoma umezindua mpango wa kugawa vyandarua kwa kila kaya ili kukabiliana na ugonjwa wa malaria na kuhakikisha kaya zinakuwa salama dhidi ya maambukizi yatokanayo na mbu. Akiongea wakati wa uzinduzi huo katika manispaa ya Kigoma Ujiji, mratibu wa malaria mkoa wa Kigoma Dr. Clezencia John amesema uwepo wa mazalia ya mbu ni miongoni mwa sababu za mkoa huo kuwa miongoni mwa mikoa yenye maambukizi makubwa ya malaria. Katika utafiti uliofanyika mwaka 2022 ilionyesha mkoa wa Kigoma kuwa na kiwango cha kuwa na vyandarua tulikuwa na 54%. Hiyo haikubaliki kitaifa na kimataifa. Tunatakiwa tu angalau tuna umiliki wa 80%. Katika kuliona hilo, serikali ndio imeamua kwa kusaidiana na wadau Global Fund kuongeza vyandarua ili kila kaya iwe na vyandarua. Baadhi ya wananchi wamesema kuwa swala la usafi katika makazi ya watu limekuwa changamoto na kusababisha kuongezeka kwa mazalia ya mbu, huku mganga mkuu wa manispaa ya Kigoma Ujiji Dr. Mvogogo Hashim akisema serikali ina matarajio makubwa kuhakikisha malaria inatoweka. Tumetawaliwa na malaria kwa sababu neti zinakuwa hazifiki kwa wakati tunanunua, lakini kuna baadhi ya wengine inabidi tulale bila neti, kwa hiyo malaria yanakuwa ni mengi. Lakini kitu cha pili, tumezunguka na madimbwi na visima ndio vinavyosababisha malaria, lakini vile vile kuna baadhi ya wengine hawasafishi mazingira yao. Kila mtu anatakiwa afanye usafi wa mazingira katika maeneo yanayomzunguka ili kuepusha vimelea vya mbu katika eneo lako husika. Manispaa ya Kigoma Ujiji tunatarajia kuandikisha kaya 50,098 ambako mpaka sasa tumeshaandikisha takriban kaya 48,798 sawa na 96%, na tunategemea kupata vyandarua takriban 100,000. Halmashauri ya wilaya Chato mkoani Geita imesema imefanikiwa kuwaokoa watoto 56 waliokuwa wakifanya kazi katika mialo ya uvuvi na migodi ya dhahabu kwenye wilaya hiyo kuanzia mwezi Aprili hadi Mei mwaka huu. Afisa ustawi wa jamii wa halmashauri hiyo Bibiana Kasheto amesema hayo wakati akizungumza na Radio Kwizera kupitia kipindi cha Asubuhi Njema na kuutaja mwalo wa Bongera na mgodi wa Nyarutembo kuwa maeneo yanayoongoza kwa kuajiri watoto. Amesema idara ya ustawi wa jamii kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama wilayani humo wameanzisha operesheni maalum ya kuhakikisha kuna mtoto anayeajiriwa. Na wengine wanaenda kutega, na bahati mbaya zaidi wanaenda kutega kwenye eneo la hifadhi Rubondo. Kwa hiyo imekuwa changamoto kwa kweli, hususani mwalo wa Bongela, lakini pia mgodi wa kata Nyarutembo. Wiki kama 2 zilizopita tulikuwa na operation ya kuondoa watoto katika maeneo hayo ya mialo na ya migodi. Tumefanikiwa kuondoa watoto takriban 56 ambao kati yao walio wengi walikuwa wanafanya kazi katika maeneo ya mialo na migodi, lakini bado tunaendelea kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunaendelea kutoa elimu, kufanya hizo operation za mara kwa mara ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakomesha hivi vitendo vya watoto kufanya kazi katika maeneo hatarishi.
Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Chato Luis Bura amesema kuwa tayari amevielekeza vyombo vyote vya ulinzi na usalama kushirikiana na halmashauri hiyo kuhakikisha kuna mtoto anayefanyishwa kazi katika mialo ya uvuvi, migodi wala kufanya biashara mtaani. Na sasa ni habari za kimataifa. Watu 13 wamefariki kati ya 1900 walioripotiwa kuugua ugonjwa wa Mpox kwa kipindi cha miezi 4 katika mkoa wa Kivu Kusini Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msemaji wa division ya afya katika mkoa wa Kivu Kusini, Dr. Claude Bahizire, amesema tangu mwanzoni mwa mwaka huu visa vya wagonjwa wa Mpox vimeongezeka na kufikia zaidi ya 9100 huku mitaa yote ya afya imeathiriwa na ugonjwa huo. Amesema mitaa ya afya ambayo imeathirika zaidi ni Bukavu, Miti, Murhesa, Nyangezi, Uvira na Nyantende, huku chanzo cha ongezeko la ugonjwa huo ni ukosefu wa dawa na matibabu sahihi kutokana na vita ambavyo vinaendelea katika mkoa huo. Aidha, Dr. Bahizire amesema wiki iliyopita wameorodhesha visa vipya 400 wakiwemo watoto wenye umri chini ya miaka 5, swala ambalo ameomba serikali na wafadhili kuzidisha nguvu ili kutokomeza ugonjwa huo. Jopo la makadinari wanaoshiriki kumchagua papa ajaye wamekumbushwa kuwa wakati huu ni wa muhimu na wa kipekee na kwamba watahitaji kuweka kando kila jambo la kibinafsi. Wito huo umetolewa na Kardinali Giovanni Battista Re wakati akiongoza ibada ya misa takatifu kabla ya mkutano wa kumchagua papa, na kusisitiza kuwa kiongozi atakayechaguliwa atatakiwa kuliongoza kanisa Katoliki katika kipindi kigumu na chenye changamoto kwa wakati. Kardinali Re ameongeza kuwa huo ni wito wa kudumisha umoja wa kanisa, umoja ambao huaminisha usawa bali ushirika thabiti na wakina katika utofauti. Na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amewataka waajiri katika taasisi mbalimbali nchini humo kujali maslahi ya watumishi wao badala ya kutanguliza maslahi yao binafsi. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Bujumbura, amesema kuna baadhi ya wakurugenzi katika baadhi ya taasisi nchini Burundi hufanya shughuli zao kinyume na sheria za taifa hilo, ambapo waajiriwa wamekuwa hawapewi stahiki zao katika kazi ikiwemo bima ya afya. Aidha, Rais Ndayishimiye amewataka pia wakurugenzi wa taasisi hizo kuacha kuwanyanyasa waajiriwa ili kujenga taifa lenye upendo na amani ili kufikia maendeleo endelevu. Tusikia baadhi yenu wamekuwa wakiacha kuwalipia wafanyakazi wao katika shirika la ya udeni INSS, na wengine wamekuwa wakifuga kazini bila sababu za kimsingi. Tulisikia pia kuna kasoro katika sheria za mashirika, ambapo sheria hizo zinadai mwanamke akienda katika jiko kwa ajili ya kujifungua sharti apewe nusu ya mshahara wake. Tunashukuru kwamba viongozi Wazua. Msikilizaji, usiogope kutembea peke yako ikiwa unajua unakoelekea. Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela, na unaendelea kusikiliza makala hii ya duru zetu alasiri kutoka Radio Kwizera FM. Tembelea kurasa zetu za Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube @Kwizera TV. Pia unaweza kutoa maoni yako ukichangia taarifa zetu kupitia nambari yetu ya 0692573615. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu alasiri. Habari kuu leo hii: wajumbe wa sekretarieti ya Chadema iliyomaliza muda wake wametangaza kujiondoa Chadema kuanzia leo Mei 7.
Mkoa wa Kigoma umezindua mpango wa kugawa vyandarua kwa kila kaya ili kukabiliana na ugonjwa wa malaria. Na watu 13 wamefariki kati ya 9,100 walioripotiwa kuugua ugonjwa wa Mpox kwa kipindi cha miezi 4 katika mkoa wa Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa tayari ni saa 10 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambao ni sawa na saa 9 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Na sasa msikilizaji, ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa habari zetu. Kongo na Rwanda zimewasilisha rasimu ya pendekezo la amani kama sehemu ya mpango wa kumaliza mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mzozo huo ulioongezeka mapema mwaka huu wakati wa waasi wa M23 walipoteka miji muhimu ya Kongo ikiwemo Goma na Bukavu. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda amesema kuwa mazungumzo ya makubaliano ya mwisho ya amani yataendelea baadaye mwezi huu, huku kukiwa na matumaini kwamba marais wa Rwanda na Kongo watatia saini makubaliano hayo ifikapo katikati ya mwezi Juni mwaka huu katika sherehe ambayo inatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi wa kikanda na kimataifa. Rasimu ya mapendekezo ya amani inafuatia mkutano wa mwezi Aprili ambapo Kongo na Rwanda ziliahidi kufanyia kazi makubaliano ya amani ya kumaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hili, nimezungumza na mwanamajumui wa Afrika Mashariki na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Comrade Adrian Sebudema, na nimeanza kwa kumuuliza pendekezo hili la amani kati ya Kongo na Rwanda lina maana gani kisiasa na kiusalama kwa ukanda wa maziwa makuu? Pendekezo la Rwanda na DRC Kongo ambalo ni pendekezo la amani lina maana ya kutuliza hayo mapigano kwa muda tu, kwa sababu tukumbuke viini vya matatizo havijafanywa kazi ipasavyo. Kwa hiyo mimi naona ni msukumo wa kisiasa ambao unatoka kwenye kanda za Afrika Mashariki, lakini kwa upande mwingine SADC, Umoja wa Afrika, na mwisho kabisa Marekani na Umoja wa Ulaya, lakini lengo ni moja tu, kupunguza sintofahamu, kwa sababu tukumbuke huo mgogoro ni wa miaka mingi sana, zaidi ya miaka 20, na mimi binafsi kwa sababu naona vyanzo halisi vya migogoro havijafanywa kazi, naona hizo ni hayo ni mapendekezo ya muda mfupi tu ambao kimsingi yatasaidia kidogo kutuliza amani, lakini bado mambo yataendelea kuwa magumu, kwa sababu tukumbuke pia miongoni mwa hayo mapendekezo si yote yameleta amani ama yamehakikisha wale watu walioteka ama M23 ama M23 walioteka Goma wataondoka. Kwa nini mgogoro wa mashariki mwa DRC umekuwa mgumu kumalizika licha ya juhudi za kimataifa na kikanda kwa miaka mingi? Moja ya vyanzo vikubwa ni ukabila ambao kimsingi DRC na Rwanda bado hawajaonelea namna bora ya kutatua huo mgogoro. Kwa mimi natamani ule mgogoro umalizwe kwa kuangalia moja, historia; 2, ukabila uliopo uondolewe ili wale Watusi walioko Kongo na asili yao ni Kongo wabaki kule kule, lakini Interahamwe walioko huko Kongo ambao ni waasi wanaoitishia amani na FDLR wanaoitishia amani Rwanda wanyang'anywe silaha na warudishe Rwanda, washtakiwe kwa sheria za kijeshi. Lakini kwa upande mwingine mambo ya kiuchumi sasa, Afrika tuwe tayari kuambia wazungu inatosha sasa, Kongo ni ya kwetu na Kongo ndo moyo wake. Kwa mtazamo wako, je, Rwanda na Kongo ziko tayari kwa suluhu ya kweli, au hii ni mikakati ya muda tu kwa ajili ya shinikizo la kimataifa au masuala ya kiuchumi kama vile uwekezaji katika madini? Hii ni ya muda tu na ni macho tu kwa wasioelewa siasa na geopolitics ya ulimwengu, kwa sababu kama tunavyojua madini ya Kongo, maslahi makubwa yaliyoko pale si ya Kongo peke yake wala Wanyarwanda, maslahi makubwa ni ya mabeberu. Kwa mgogoro bado ni mgumu nyuma ya pazia kiintelijensia, lakini pia hata kidiplomasia bado ni mgumu, kwa sababu hawataki kutatua yale matatizo ama vyanzo. Tunatatua sababu hizi za kawaida tu zinazoonekana, lakini vile vyanzo halisi hatuvitatui. Kwa hiyo mimi naona ni vigumu sana kumaliza mgogoro mpaka Waafrika
tuamue kuhakikisha ule mgogoro tunautatua kwa kuangalia vyanzo vikuu vya mgogoro. Kwa kutamatisha, tuangalie ni changamoto gani kubwa zinazoweza kujitokeza katika utekelezaji wa makubaliano haya ya amani iwapo yatatiwa saini. Mimi naona binafsi changamoto zinazoweza zikajitokeza ni chache sana, lakini bado yatabaki yale, lakini mimi naona tusifie kiasi kwa sababu mauaji yatapungua. Naona kila siku watu wanavamia, wanaendelea kujitanua. Sasa M23 hiyo kwa wanavyoendelea kuvamia maeneo mbalimbali, wanazidi kuwa watu wasio na hatia, wanazidi kuteka vijiji, watu wanashindwa kuzalisha, njaa inaendelea kuwakabili kama ripoti zinavyotoka NDP na kadhalika, inaendelea kuwatesa sana, watu wanashindwa kusoma shule, watu wanashindwa kufanya kazi, watu wanashindwa kuingiza vipato. Mimi naona ni vizuri sana walivyofanya hivi angalau kwa yale maisha ya kawaida ili watu angalau wapate aweni, lakini kwa changamoto nyingi naona si hivyo sana. Na msikilizaji, hiyo ni sauti ya mwanamajumui wa Afrika na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Comrade Adrian Sebudema wakati akizungumza nami. Tunasonga mbele na uchambuzi ya kinifu wa habari zetu. India imefyatua makombora kadhaa ndani ya ardhi ya Pakistan mapema leo alfajiri na kusababisha vifo vya watu 8 katika mashambulizi yanayoweza kuzusha vita baina ya nchi hizo mbili jirani na hasimu wa miaka mingi. Mamlaka za Pakistani zimesema makombora ya India yalilenga jimbo linalozozaniwa na pande hizo mbili la Kashmir pamoja na mkoa wa mashariki mwa Punjab. Moja ya makombora lililopigwa msikiti kwenye mji wa Bahawalpur na kusababisha kifo cha mtoto mmoja na kujeruhiwa watu wengine kadhaa. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelani mashambulizi haya ya anga na kusema nchi yake inayo haki ya kulipa kisasi kwa jumuiya hizo za India alizozitaja kuwa kitendo cha kivita. Mvutano kati ya mataifa hayo mawili umezidi makali mno wiki za karibuni tangu India ilipoilaumu Pakistan kwa shambulizi la wanamgambo lililotokea mwezi uliopita jimboni Kashmir. Nimezungumza na Bwana Rogers Edward Mbonimpa ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na nimeanza kwa kumuuliza, kwa kuzingatia hali ya sasa, je, shambulizi hili la India linaweza kuchukuliwa kama ukiukwaji wa sheria za kimataifa au ni hatua ya kujilinda dhidi ya ugaidi kama inavyodaiwa? Ni kweli kwamba India imekuwa ikilalamika mara nyingi kwamba tendo vya kigaidi vinatokea ndani ya Pakistan. Sasa kama Pakistan yenyewe imeshindwa kudhibiti vitendo vya kigaidi ndani ya ardhi yake, mara nyingi taifa huwa linaomba msaada. Kama halijaomba msaada na India moja kwa moja imepiga na kushambulia ndani ya ardhi yake, tegemeana na Pakistan yenyewe italichukulia ni la namna gani. Lakini kimsingi India ilikuwa na machaguo mawili, ama kutaka kushirikiana na Pakistan katika hili, lakini kama Pakistan yenyewe inakosa ushirikiano, basi India inakuwa haina chaguo lingine isipokuwa kujilinda. Mashambulizi haya yanaweza kuchochea mwelekeo mpya wa kisiasa au kijeshi kati ya India na Pakistani? Ni kweli, kwa sababu India na Pakistani zimekuwa na mvutano wa muda mrefu. Inaweza kupelekea hali ya mivutano, lakini pia tunasikia baadhi ya washirika kama Amerika wameonyesha kusimama na India. Kwa hiyo kama hali haitadhibitiwa, ni kweli kabisa kwamba inaweza ikapelekea mvutano na pengine Pakistani kuona kama kitendo hiki ni kitendo cha chokozi cha kuingilia uhuru wake. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea katika mazingira kama haya. Je, kuna uwezekano wa kuingia vitani waziwazi au bado kuna nafasi ya diplomasia kuzuia hali ya kuzorota zaidi? Bado nafasi ya diplomasia ipo, lakini sasa pia itategemea na utawala wenyewe kule Pakistani pamoja na India wanaonaje. Kama wataona watumie nguvu ya kijeshi, basi wanaweza kupigana, kwa sababu tayari kuna mataifa ambayo yanajitangabaisha waziwazi kama Uingereza, Marekani, Israeli, ikionekana kwamba wao ni marafiki wa India na watasimama na India. Bila shaka Pakistan pia haiwezi kukosa washirika. Kwa hiyo swala la namna gani wanaweza kuingia kijeshi au asiingie itategemeana na kila mmoja anaona mwenzake ni kitisho kiasi gani. Kifika mahala mmoja kati yao anaona mwenzake ni kitisho kabisa cha usalama, anaitishia usalama na uhai wake, vita inaweza ikafikiwa, lakini
naamini kwamba kama viongozi katika India na Pakistani wataona haja au faida ya majadiliano, bado wanaweza kujadiliana na kuepuka vita visivyo vya lazima. Kwa mtazamo wako katika jicho la kiuchambuzi, unadhani ni kwa nini India iliamua kulenga maeneo ya kiraia kama misikiti? Je, huu ni ujumbe wa hofu, makosa ya kiintelijensia au ishara mabadiliko ya mbinu za kijeshi? Kama alishambulia kweli maeneo ya kiraia, basi alifanya makosa, na hiyo inakuwa ni hofu, kwa sababu raia sio wapiganaji. Basi kushambulia raia, kama unajiamini, shambulia maeneo ya kijeshi na wanajeshi wenzako, basi watakuwa na wao na kujibu dhidi yako. Ndiyo, unadhani ni athari gani za muda mrefu ambazo mashambulizi haya yanaweza kuwa nayo, sio tu kwa India na Pakistani, bali kwa nchi za ukanda wa Asia Kusini na uhusiano wao na mataifa yenye nguvu duniani kama China na Marekani? Athari ni kubwa, hasa za kiusalama, lakini kadhalika za kiuchumi, ili kupanua mivutano ya mataifa makubwa, kila taifa likijaribu kutaka kutengeneza ushawishi na pande zinazopigana, lakini pia mauzo ya silaha. Kwa hiyo athari ni kubwa. Ina maana diplomasia au amani inaweza kawa ni suluhisho au chaguo mbadala kuliko vita. Na huyo ni sauti ya Bwana Rogers Edward Mbonipa, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, wakati ni kizungumza naye. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri, na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, ambapo tunaanza kwa taarifa kuwa hadi kufikia Aprili mwaka 2025 idadi ya ng'ombe nchini imeongezeka hadi milioni 39.2, mbuzi milioni 28.6, kondoo milioni 9.7, nguruwe milioni 4.1 na kuku milioni 108.2, ambapo kuku wa asili ni milioni 49.7 na kuku wa kisasa ni milioni 58.4. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Shatu Kijaji ametoa taarifa hiyo mkoani Dodoma kwa waandishi wa habari wakati akieleza mafanikio ya wizara hiyo katika kipindi cha miaka 4. Katika hatua nyingine, Dr. Kijaji amesema mauzo ya mazao ya uvuvi na samaki hai wa mapambo nje ya nchi umeongezeka kutoka tani 42,302, samaki hai tani 101,081 na 268 mwaka 2021 hadi kufikia tani 59,746.41 na samaki hai tani 100,048 na 41 mwaka 2024, huku thamani ya mauzo hayo ikipanda kutoka dola za Marekani milioni 457.8 hadi kufikia shilingi trilioni 2.28 kwa mwaka huu. Kwingineko ni kwamba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limepitisha bajeti ya shilingi trilioni 2.2 kwa Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026, ikiwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo nchini. Wakati wa kujibu hoja na michango ya wabunge waliotoa wakati wa mjadala wa bajeti hiyo, Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesisitiza kuwa serikali haijasahau uboreshaji miundombinu ya barabara katika maeneo yote nchini. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara kwa siku ya leo. Na msikilizaji, na sasa ni Duru Michezoni na Marco Pastori, karibu. Asante, bila shaka uko poa? Niko poa kabisa. Sawa, tukufahamishe tu msikilizaji, katika michezo kuna mambo kadhaa ambayo yamejiri na yale ambayo yataendelea kujiri, na kubwa zaidi hapa ni kuhusiana na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo kesho Simba atakuwa dimbani akicheza na Pamba Jiji. Sawa bana? Lakini katika michezo ya kimataifa utakumbuka jana kumepigwa mchezo wa nusu finali ya pili kwa upande wa Inter Milan na Barcelona, na Inter Milan wakafanikiwa kumtoa Barcelona katika kuelekea finali. Sasa Inter Milan tayari ametangulia finali. Lakini kwa upande wa mchezo mwingine wa leo
utakuwa ukiwakutanisha PSG ambao watacheza na Arsenal. Sasa hapa watu wanaulizana nani atakwenda katika hatua ya fainali. Yote hayo utayafahamu kwa uchambuzi zaidi pale majira ya saa 2:15 usiku. Halikadhalika kulikuwa na tashwishwi kwamba inakuaje licha ya kwamba tarehe ya dabi imetajwa. Kama umefuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii hasa YouTube, utakutana na taarifa ile vibe la wabunge baada ya kuwapokea rais wa Yanga Engineer Hersi Said pamoja na rais wa TFF Wallace Karia, huku wabunge wakichagiza kwamba hatuchezi. Okay. Asante sana Marco. Shukran. Kwa taarifa hizo za michezo, msikilizaji, ni wasaa wa kutupia jicho katika nambari yetu kuangalia kile ulichochangia kwenye taarifa zetu. Anaitwa Sadiki Seif, anatoka mkoa wa Mwanza, wilaya ya Misungu, anasema jamani, India itulie tu jamani, vita itaisha kati ya Palestina, lazima moja ajishushe na ndio amani itapatikana. Huyu hapa ni Boazi John, anatoka Kumwendo. Poleni enyi maelfu mliofiwa na watu huko Kongo. Lakini pia huyu hapa ni Justin wa Murugarama Ngara, maeneo ya njia panda ya Rulenge. Poleni wanafamilia hizo kwa kuondokewa na wapendwa wenu. Kazi njema hapo studio. Nimalize na huyu hapa anaitwa Mchungaji, anasema Simba itacheza lini na JKT Tanzania? Nataka watoke sale, zimamoto itakipata tu Yanga. Daima ni mchungaji mtarajiwa Isaac Pascali yuko Mkigoi. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, ninatamatisha makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Nikukumbushe tu habari kuu tulizokuletea kwa siku ya leo. Wajumbe wa sekretarieti ya Chadema iliyomaliza muda wake wametangaza kujiondoa Chadema kuanzia leo Mei 7. Mkoa wa Kigoma umezindua mpango wa kugawa vyandarua kwa kila kaya ili kukabiliana na ugonjwa wa malaria. Na watu 13 wamefariki kati ya 9,100 walioripotiwa kuugua ugonjwa wa Mpox kwa kipindi cha miezi 4 katika mkoa wa Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya Zawadi Bashemela aliyekusomea taarifa ya habari pamoja na wote waliosikika, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Nasema asante na kutakia alasiri njema, naendelea kusikiliza Mseto Leo.